Na mtazamaji ambaye unanitazama kupitia ukurasa wetu wa Umoja Daima Media, leo tuko hapa Uru Hoteli siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 5 2026. Kulikuwa na semina hapa ya viongozi wa dini, lakini watoa huduma ndogo ndogo za kifedha na wasaidizi wa kisheria. Walikuwa na semina ya siku 4 ambayo semina hii ilifunguliwa tarehe 11 ya mwezi wa 5 2026, siku ya Jumatatu. Leo wanahitimisha siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 5. Sasa lengo letu hapa Umoja Daima Media kuzungumza nao wajumbe mbalimbali ambao wameshiriki semina hii, watueleze walikuwa na mtazamo gani mwanzoni kabla ya kushiriki semina hii ambayo imezungumzia kukabiliana na ukatili wa kijinsia katika jamii, na sasa baada ya semina kuisha siku ya leo wana kitu gani kipi ambacho wameweza kujifunza katika semina hii. Nimepata wasaa kuzungumza na wajumbe ambao wameweza kushiriki katika semina hii ya siku 4. Kwa majina yangu naitwa Regina Kileo, ni mratibu wa miradi ya ELCTND kwa jimbo la Siha. Matarajio ni kwamba nilikuwa na uelewa wa ukatili wa kijinsia ambao tulishapata elimu huko nyuma, lakini sasa tumejengewa uwezo zaidi na tumejifunza vitu vingi sana. Mimi binafsi nimeelewa sana. Jina langu naitwa Godwin Msele, ni mchungaji kutoka jimbo la Siha, kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, usharika wa Sanya Juu. Kupitia semina hii leo pia tunapohitimisha tumejifunza na tumeweka pia mipango na mikakati mbalimbali jinsi ya kwenda kutoa elimu katikati ya nyumba zetu za ibada, katikati ya familia na mikutano ya vijiji. Tutakutana nao kuelimisha, kwa sababu kuna mambo mengine yalikuwa yanaonekana kwamba ni mambo yanafanyika kwenye jamii kama vitu vya kawaida, pengine ni mila na desturi au mapokeo yaliyopo kama vile sio ukatili, lakini baada ya mafunzo haya tumejifunza kwamba kumbe ni ukatili unaofanyika katikati ya jamii. Kwa jina naitwa Monica Matayo, ni paralegal kutoka Babati, wilaya Babati, mkoa wa Manyara. Mafunzo niliyopata kwa muda wa siku 4 yamenifungua uelewa kuliko nilivyokuwa naelewa. Kwa mfano, kuna sehemu ambazo tulikuwa tunafikisha wahanga tuwafikishi sehemu sahihi. Kwa sasa tumejua sehemu ya kuwaelekeza na kuwapeleka, na pia na jinsi ya kuwaelimisha na kuwakaribia na kuwapa ujasiri ili wasiwe waoga kutetea haki zao. Naitwa Shabilai Mfaume. Kiuhalisia masomo ni mazuri, hivyo hatuna budi kuweza kujipa uwezo wa kielimu na tusaidiwe sana katika kuyafahamu haya mambo kiundani, ili kila mmoja akatekeleze wajibu wake katika eneo ambalo analoishi. Ikiwa ni mchungaji, basi katika wale anaowachunga kule aende akawafikishie ujumbe huu. Ikiwa ni shekhe awapelekee waumini wake, ikiwa ni padri awapelekee, na hawa ambao ni wasaidizi wa sheria nao wawapelekee watu wao, ili tuweze kusaidia jamii, maanake kesi ni nyingi sana. Kwa jina naitwa Christina Lema, ni katibu wa Diva kutoka wilaya Hai. Tumejifunza kwamba kuna ukatili kwenye familia unaotokana na ndugu wa familia, na tumejifunza pia ukatili unatokana hata wewe mwenyewe unaweza ukajikatili kutokana na kwamba unachukua mambo ambayo yalikuumiza nyuma ukaishi nayo yakaendelea kufanyia ukatili, kwa hiyo ukaendelea kudhoofisha afya yako, kwa hiyo unajikatili wewe mwenyewe. Lakini kutokana na semina hii ambayo tumefundishwa, ninaona kwamba kutoa taarifa ni jambo jema kwa ajili ya kuiokoa jamii, maana jamii inaendelea kuangamia kwa sababu ya ukimya tulionao kwenye jamii. Naitwa Mchungaji Barikeli Burapanga, ni mkuu wa jimbo KKKT Dar es Salaam Kaskazini, jimbo la Karatu. Mafunzo haya yametukumbusha, lakini sisi kama viongozi wa dini tumekumbushwa kusimama kwenye nafasi zetu, kwa sababu Mungu hapendi uonevu, na haya ndio mambo ya msingi ambayo tumejifunza kwenye semina hii. Lakini pia nimepata wasaa kuzungumza na mchungaji Andrew Bonisi, naye tulikuwa na swali la kuweza kumuuliza, je, semina hizi zitakuwa endelevu au tusitegemee semina nyingine kama hii kwa mwaka 2026? Naitwa mchungaji Andrew Bonisi, katibu wa idara ya uwakili na afisa program wa miradi ya Norwegian Church Aid Tanzania kanda ya kaskazini, na sisi kama KKKT Dar es Salaam Kaskazini ni washirika au ni partner wa Norwegian Church Aid Tanzania kwa muda mrefu, na tunatekeleza miradi mbalimbali ambayo miradi hii inahusu jamii moja kwa moja,
na jamii, kwa maana ya kwamba watu wa imani zote, dini zote na jinsia zote pasipo ubaguzi. Na moja ya mradi ambao tumekuwa nao ambao unahusu masuala ya ukatili wa kijinsia. Mafunzo haya ambayo yamefanyika kwa siku 4 ni mafunzo ambayo yanachukua gharama, na sisi kama KKKT Dayosisi ya Kaskazini kwa kushirikiana na wenzetu wa Norwegian Church Aid Tanzania, kila wakati tunatafuta fund au fedha kwa ajili ya kuendelea kujengea uwezo makundi mbalimbali, na haya ni baadhi tu ya makundi ambayo yamejengewa uwezo kutoka katika maeneo haya ambayo nimeyataja. Naam, hii ni Umoja Daima Media. Usisahau kutufollow kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram kwa jina la Umoja Daima Media, lakini chaneli ya YouTube channel pale kwa jina la Umoja Daima Media usisahau kusubscribe. Mimi naitwa Christian Ale na hii ni Umoja Daima Media. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment.